Naam, Tundu Lissu mbele ya majaji akimhoji shahidi namba 16 wa upande wa mashtaka Amin Mahamba. Tundu Lissu ameingilia na kumkosoa Samia Suluhu vikali, akaenda mbali zaidi kumuuliza shahidi jinsi ndani ya wiki moja tu ya utawala wa Samia kama rais wa Tanzania zaidi ya 500 waliuawa. Like video hii kisha subscribe kabla tuangalie tukio zima. Hili lilitokea wakati Tundu Lissu leo akimhoji afisa wa polisi kuhusu vifo vilivyorekodiwa wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi na kutoa madai mazito kuhusu wiki ya kwanza ya Rais Samia madarakani. Tundu Lissu aliwaambia majaji watatu kwamba kwa tathmini yake idadi ya Watanzania waliouawa katika kipindi hicho cha wiki moja tu ya Samia Suluhu haijawahi kushuhudiwa katika historia ya kisasa ya Tanzania. Alilinganisha vifo hivyo na vipindi vya serikali zilizopita na kudai kuwa mamia ya Watanzania waliuawa ndani ya wiki ya kwanza ya urais wa Samia Suluhu Hassan. Tundu Lissu alimweleza shahidi madai hayo moja kwa moja, akimtaka aiambie mahakama kama alikuwa sahihi au la katika kusema kuwa Tanzania haijawahi kushuhudia vifo kwa kiwango hicho tangu enzi za ukoloni wakati wa vita vya Majimaji. Alipitia vipindi mbalimbali vya historia ya Tanzania, akirejelea utawala wa Wajerumani, Waingereza na serikali za Julius Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa, Jakaya Kikwete na John Magufuli. Kisha Tundu Lissu akatoa madai yake mazito zaidi. Aliambia mahakama kwamba wakati serikali zilizopita hazikushuhudia vifo kwa kiwango hicho, takriban watu 500 waliuawa ndani ya wiki moja ya utawala wa Rais Samia. ACP Amin Mahamba alipinga madai hayo akisema hayakuwa sahihi. Majibizano hayo yalitokea wakati Tundu Lissu akimhoji shahidi kuhusu watu waliodaiwa kukamatwa na polisi kwa kupanga vurugu wakati wa kipindi cha uchaguzi. Kulingana na ushahidi wa awali wa Amin Mahamba, wachunguzi walikuwa wamepokea taarifa kutoka kwa makamanda wa polisi wa mikoa kuhusu watu waliodaiwa kupanga au kuhamasisha vurugu. Tundu Lissu aliuliza kama watu hao walikuwa wamekamatwa na kama walikuwa wamekiri tuhuma hizo katika maelezo ya maandishi. Amin Mahamba alithibitisha kuwa walikuwa wamekamatwa na kwamba maelezo ya maandishi yalikuwa yamepatikana. Kisha Tundu Lissu aliuliza nini kilitokea kwa tuhuma hizo za uhalifu baada ya uchunguzi. Aliendelea kumhoji shahidi kwa msisitizo kama kesi dhidi ya watu hao hatimaye ziliondolewa. Maswali hayo kisha alihamia katika mikoa kadhaa ikiwemo Dar es Salaam, Arusha na Mbeya. Lissu alirejelea vifo alivyovihusisha na ripoti ya tume iliyoongozwa na Jaji Chande na kuuliza kama maafisa waandamizi wa polisi na serikali walikuwa wamewajibishwa. Amin Mahamba alirudia kusema kuwa hakuwa na uhakika. Tundu Lissu alihoji iwapo kuna kamanda yoyote wa polisi wa mkoa, kamanda wa polisi wa kanda, afisa wa upelelezi wa mkoa, kamanda wa polisi wa wilaya au maafisa wengine wa ngazi ya juu waliochukuliwa hatua za kinidhamu kutokana na kile alichokitaja kuwa ni mapungufu yanayohusiana na vurugu hizo. Shahidi alisema hakuwa na taarifa hizo. Pia Tundu Lissu alihoji iwapo baadhi ya watu ambao inadaiwa waliwaambia polisi kuwa walikuwa wakipanga vurugu walifikishwa mahakamani baada ya vurugu hiyo kutokea. Kwa mara nyingine, shahidi hakutoa jibu la wazi. Wakati fulani Mahamba alisema matukio yaliyokuwa yakijadiliwa yalikuwa ni mambo mawili tofauti. Tundu Lissu aliendelea kwa kutaja Mwanza na mikoa mingine, akihoji iwapo jeshi la polisi walikuwa wamepokea taarifa za kiintelijensia kuhusu uwezekano wa vurugu huko na iwapo maafisa husika walichukuliwa hatua za kinidhamu baadaye. Amin Mahamba alisema hakujua. Hili likawa sehemu muhimu ya maswali ya Tundu Lissu kwa sababu alionekana kulinganisha jinsi walivyoshughulikiwa watu waliokamatwa kabla ya vurugu hizo na kesi inayomkabili yeye iliyoanzishwa na upande wa mashtaka. Hoja yake ya msingi ilikuwa kwamba ikiwa polisi waliwakamata watu waliowahisi kupanga vurugu, wakachunguza kesi zao na hatimaye kuwaachilia huru, basi mahakama inapaswa pia kuchunguza kwa nini madai hayo sasa yanatumika kujenga kesi ya uhaini dhidi yake. Kisha Tundu Lissu alirejea kwenye suala jingine muhimu, video ya hotuba yake ambayo wachunguzi wanasema ilikuwa sehemu ya ushahidi dhidi yake. Alimuuliza Amin Mahamba ni toleo lipi la video hiyo ambalo timu yake ya uchunguzi ililitazama. Shahidi alithibitisha kuwa walitazama toleo linalopatikana mtandaoni.
Tundu Lissu kisha alihoji iwapo wachunguzi walitazama nakala iliyohifadhiwa kwenye kadi ya kumbukumbu memory card ambayo inadaiwa kupokelewa Dodoma au nakala iliyohifadhiwa kwenye flash disk iliyotambulika kama Aldipo. Mahamba alisema hawakutazama matoleo hayo. Lissu aliendelea na swali jingine papo hapo. Alihoji iwapo itakuwa sahihi kuhitimisha kwa wachunguzi hawakujua wenyewe yaliyomo kwenye vifaa hivyo. Shahidi alipinga hoja hiyo. Tundu Lissu kisha alihoji ni vipi Amin Mahamba angeweza kujua yaliyomo kwenye flash disk hiyo ikiwa hakuwahi kuitazama mwenyewe. Amin Mahamba alisema wachunguzi walikuwa na taarifa kuhusu yaliyomo. Jibu hilo lilimfanya Tundu Lissu ahoji iwapo ripoti husika ya uchunguzi iliwasilishwa mahakamani. Shahidi hakutoa jibu la wazi. Tundu Lissu ametumia suala hili mara kwa mara wakati wa kuwahoji mashahidi wa upande wa mashtaka ili kupinga mfululizo wa ushahidi unaohusu video hiyo. Hoja yake imekuwa kwamba wachunguzi hawawezi kutegemea tu taarifa zilizotolewa na maafisa wengine bila kuonyesha nyenzo halisi au ripoti zinazounga mkono hitimisho lao. Maswali pia yalihamia kwa mashahidi wanaodaiwa kuwekwa chini ya ulinzi. Tundu Lissu alikumbusha mahakama kuwa Amin Mahamba hapo awali alitoa ushahidi kwamba baadhi ya watu waliokamatwa ama walikamatwa walichunguzwa na baadaye kutumika kama mashahidi waliolindwa katika kesi hiyo ya uhaini. Alihoji mazingira ambayo watu hao walikamatwa awali na nini hatimaye kiliwapata kuhusiana na madai yaliyokuwa dhidi yao. Amin Mahamba alisisitiza kuwa wachunguzi walikuwa wamepitia faili husika na kuhitimisha kuwa watu hao walikuwa wameathiriwa na kauli zilizohusishwa na Tundu Lissu. Tundu Lissu aliendelea kupinga hitimisho hilo, jambo lililojitokeza mara kwa mara katika hatua ya leo ya kuulizwa maswali na upande wa pili. Lilikuwa jaribio la Tundu Lissu la kutofautisha kati ya yale ambayo Mahamba aliyajua yeye binafsi na taarifa alizokuwa amezipata kutoka kwa wachunguzi wengine. Hata hivyo, upande wa utetezi umekuwa ukihoji mara kwa mara iwapo hitimisho la shahidi lilitokana na nyaraka na ushahidi uliowasilishwa mahakamani au lilitokana na ripoti na taarifa kutoka kwa maofisa wengine wa polisi. Swala hilo liliibuka tena kuhusiana na video hiyo. Amin Mahamba alikiri kuwa yeye binafsi hakuangalia nakala zilizohifadhiwa kwenye kadi ya kumbukumbu na flash disk, lakini alisisitiza kuwa alizifahamu kupitia ripoti za uchunguzi. Hivyo mwenendo wa kesi uliendelea kuzingatia uzito wa ushahidi wa upande wa mashtaka na mchakato uliotumiwa na wachunguzi wa polisi kufikia hitimisho lao. Maswali ya Tundu Lissu ni sehemu ya hatua yake ya kumhoji shahidi, yani cross examination. ACP Amin Mahamba ni shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka katika kesi hiyo ya uhaini. Upande wa utetezi vilevile unaendelea kulinganisha maelezo ya maandishi ya shahidi na ushahidi wake mahakamani, huku pia ukipinga vipengele mbalimbali vya uchunguzi kuhusu video hiyo, madai ya mipango ya kuvuruga uchaguzi na jinsi walivyoshughulikia watu waliokamatwa kuhusiana na machafuko yaliyofuata uchaguzi. Mtazamaji, ili kupata update kama hizi zaidi, hakikisha umelike video hii kisha subscribe na ubonyeze alama kengele. Utakuwa wa kwanza kupokea update yoyote kutoka Mahakama Kuu.